kuishi kwa nchi vizuri, lazima utii sheria ya hiyo nchi. Ukitii sheria ya hiyo nchi, unaingia kwa agano na hiyo nchi. Haleluya. Ni huruma sana kuona kanisa inatembea bila sheria na wanadidai kwa agano. Hakuna agano vivu. Hakuna agano kama hiyo. Agano yote ina misingi, na misingi ya agano ni masheria. Usiponielewa utanielewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Mungu akamwambia Daudi, wakitii sheria yangu, hata chochote kitakao watokea, mimi Mungu sitawacha. Wakinita nitawajibu. Hata kama watakosea mambo mengine, lakini wasifunde sheria yangu kufatana na hiyo agano. Wakilinde agano, wakilinde sheria, mimi Mungu nitabaki mwaminifu kwa kila promise niliyoisema kwa ajili yenu, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya watoto wako. I say, na inua mkono wangu kama nabii asubuhi ya leo, Mungu akakumbuke familia moja. Asubuhi ya leo Mungu akakumbuke mwanamke moja ambaye alivunja sheria, alivunja agano. Asubuhi ya leo pana nguvu ya kukunganisha na agano ulioivunja. Mungu alikuita kwa huduma, alikupaka mafuta ili wewe uhubiri watu, ukaponye watu, ukabadilishe mataifa, lakini umevunja agano kwa sababu ulienda kinyume na sheria ya hiyo agano. Na kuombea Mungu wa Isaka na wa Yakobo afanye upya agano yako kwa kurudisha misingi ya masheria ulioivunja. Amen. Haleluya. Siku moja Daudi akamwagiwa mafuta. Baba yake wa kiroho Abani Samuel kamwambia, Mungu amenituma nikumwagie mafuta, na hiyo mafuta itakufanya uwe kiongozi katika nchi ya Israeli. Ilikuwa kwa siri wakati Mungu amefanya naye agano. Ilikuwa kwa siri, yeye na familia yake peke yake. Taifa la Israeli haikujue. Sio kwa sababu watu waone agano na macho, maana yake agano haina nguvu. Agano ina nguvu, na nguvu ya agano iko ndani ya siri, sio kwa macho ya watu. Kwa macho ya watu, watu wanaweza kukuangalia Bishop Nancy, wanasema mama mwanamke tu anaongoza kanisa, hata sisi tutaweza. Kuweza kwa kitu sio mwanaume, sio mwanamke. Uzito wa mtu ni agano aliyeimarisha kwa siri na Mungu. Una nini kwa siri ili tukuogope mchana? Kama kwa siri hauna uwezo, hata mchana hauna kitu ndani mwako. Nguvu ya mtu ni mambo anayofanya kwa siri. Uweza mchana, kufaulu mchana na kuwa imara mchana, kama usiku hauyakuwa imara, kama usiku hauyaweza, kama usiku hauyapanda hatua. Ndio maana nguvu yetu ni siri yetu na Mungu. Misemo tunayoongea kwa siri hakuna mtu anayejua. Hata wakati Mungu alikuwa anamuita huyo mama, amjui Mungu aliongea naye nini kwa siri. Anaweza kusimama kwa madhabahu, anawaambia wakati nilianza huduma Mungu aliniambia hivi, Mungu aliniambia hivi. Wanafikiria ni yote amewaambia? Kuna mengine ya kwake. Mungu alimwambia usifanye hiki na ufanye hiki. Aweza kukuambia kwa sababu akikwambia utajua udhaifu wake na nguvu yake. Ni vizuri akuoneshe upande wa nguvu yake. Upande wa udhaifu yake Mungu peke yake ndiye anamlindia hiyo siri. Sijui mtu ananielewa? Daudi akaanza kutembea akisubiri ufalme. Biblia inasema siku moja akakutana na Jonathan. Jonathan akaangalia, na wakati baba yake Jonathan alikuwa anamwandaa Jonathan ili yeye akishaenda ufalme wa Israeli yende kwa mikono ya Jonathan. Mahali pote Jonathan alikuwa anapita, watu walimjua ya kusema huyu ni priest, huyu ndio atabaki na ufalme
kisha baba yake kwenda, lakini kwa siri agano ilikuwa imefanywa na mtu mwingine. Sio Jonathan alikuwa na siri ya agano. Aliyekuwa na agano ni Daudi. Wakati alikuwa porini, Mungu aliona neema ishuke porini afanye nayo agano. Nielewe vizuri, siponielewa utanielewa. Haleluya. Jonathan wakati amekutana na Daudi, akamwangalia Daudi, akafeel connection na Daudi. Akafeel connection. Akamwambia Daudi, I feel inside to me like wewe ndio utakuwa second king after my father. Sio mimi. Baba yangu amekosea kunitayarisha mimi kuwa mfalme wa Israeli. Ndani mwangu sihisi agano na Mungu, lakini moyoni mwangu nahisi kama agano ya utawale ni wewe na Mungu. Kumbe ili nisiponde muda wangu bure na nisikose hiyo neema, kubalia nifanye na wewe agano, ili wakati utapanda na mimi pia niwe na faida nyuma yako. Nikifanya kichwa ngumu nitapoteza kila kitu. Unajua kuna watu wanataka wakule baraka ya mtu, lakini hawataki kuungana na huyo mtu. Sikiliza, usiwahi tembea na mtu bila kufanya naye agano. Usiwahi tembea na mtu bila kufanya naye agano. Usiwahi kuwa na rafiki bila kufanya agano. Unajua ukifanya agano na mtu, inaonekana ni masemo tu, maneno ya bure mnaongea. Lakini atakayevunja agano njoo atajua sema kila kitu kiliumbwa kwa maneno, kwa kuongea. Ulimwengu wa kiroho ni ulimwengu inatii maagano. Sijui mtu ananielewa? Inatii maagano. Tutafika pale karibuni tu. Jonathan akamwambia Daudi, nataka tufanye wewe na mimi agano. Unipromise kwa kinywa yako ya kusema ukiwa mfalme hautawahi nisahau mimi Jonathan. Sitakupiga vita. Nimekubaliana na utawale wako. Nitatumikia utawale wako. Nitakusapoti mpaka na wakati utachukua utawale wako. Nitafanya deal na wewe ili baba yangu asiwahi kukudondosha. Kila mara Saulo alitaka muue Daudi, Jonathan alianza kwenda kumuonesha Daudi masiri ya baba yake. Daudi, usiende barabara fulani, baba yangu anapanga kukuua. Kwa nini? Kwa sababu mtu akishaingia kwa agano lazima atii agano na masheria yake. Haijalishi connection gani unayo na familia yako, lakini mtu kishafana naye agano anakuwa na value zaidi ya familia yako. Kwa maana kuna watu wengine auzaliwe nao tumbo moja, lakini urafiki wenu unazidi hata wa kifamilia. Kwa nini? Kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho huko kwenye agano na huyo mtu. Samani, toka nilianza huduma sijawahi kupaka mtu mafuta kama hajakubalia kuingia kwa agano. Siweza kuwa baba yako kwa sababu nimekupaka mafuta. Siweza kuwa baba yako kwa sababu unasimamia kanisa fulani, branch fulani. Nitakuwa baba yako nje na hiyo vitu vyote. Branch iwepo isiwepo, niko baba yako. Tujenge kanisa tusijenge, hata tukipatane wawili unani recognize kama baba yako. Nikinuliwa unainuliwa, nikianguka unaanguka. Yani wewe na mimi bega kwa bega. Leo watu wanafanywa vibaya kwa sababu wanatembea bila maagano. Munisikie vizuri kanisa. Kuna mambo mengi sana tutaifanya John, lakini unisikie. Usiponisikia John hautaomba vizuri. Kwa sababu kuna maagano mazuri na maagano mabaya. Na kuongelesha kwanza maagano mazuri ili wakati tutashika maagano mabaya tuivunje kabisa, uwe huru. Kwa sababu leo watu wanateseka juu ya maagano. Kuna watu wengine weko kwa maagano bila kujua weko ndani ya maagano. Haleluya. Mimi siku napakaka watumishi mafuta ndio siku wanapitaka kwa meza ya Bwana. Siweza kupaka mtu mafuta bila kupita kwa kiapo ya meza ya Bwana. Mnajua Yesu alifanya agano na wamitume sehemu nyingine.
sio kwa msalaba. Kwa msalaba Yesu alikufia ulimwengu mzima, lakini kwa siri alikufia wa mitume peke yake. Sema amen, nikwambie kitu. Biblia inasema siku Yesu alitaka kuingiza wa mitume katika agano, kitu cha kwanza alichukua maji akaweka kwa basini, kabla ya kuwapitiza kwa meza ya Bwana. Akaanza kuwaosha miguu, alama ya unity, umoja. Nini na mimi tuwe kitu kimoja, ili nguvu nilionayo nisirudi nayo, niache juu yenu. No way wangepokea Roho Mtakatifu bila kuingiza kwa agano yake. Na utaona ni toka siku Yesu aliwaosha miguu ndio siku Yesu anaanza kutayarisha safari yake. Sasa ukisoma Biblia uone vile Yesu aliingiza wa mitume kwa agano, au utaicheza na agano. Mnajua sema hiyo siku Yesu alitoa mavazi yake yote. Mnajua vile Biblia inasema hiyo siku kabla baoshe miguu Yesu alitoa mavazi yake. Wamejifungia ndani, Yesu akatoa mavazi, akabaki bila mavazi. Akachukua towel akaifunga wapi? Kwa kiuno. Ndio Yesu akashuka akaanza kuwaosha miguu. Hiyo kitu kilimuumiza Petro sana. Petro anasema, baba, mimi nimeona hiki kitu ni kikubwa sana. Mimi usinioshe tu miguu peke yake, na kichwa unioshe. Yesu amemwambia, kitu ninachokifanya Petro hautakielewa sahihi, utakielewa wakati nitakuwa nimeshaenda. Wakati Yesu alienda ndio Petro akaelewa ya kusema kumbe Yesu alikuwa anatuingiza kwa agano. Sikiliza nikwambie, unaweza kuingia kanisani na kutoka akuja kufanya wewe uingie agano na Mungu wa hiyo kanisa. Tawaambia vitu vikweli kabisa. Ndio maana unaonaka kanisani kuna watu hata ukiwaombea vipi unalala chini hawatawahi barikiwa. Kuna hatua mbili ya kubarikiwa kanisani. Kuna watu wanaweza kuwa kama hivi, mgeni anakuja, unahubiri, ukiachilia nguvu ya Roho Mtakatifu aichakue mtu. Ule atakuwa na moyo wake tayari, atapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, imemsaidia kwa shida aliyokuwa nayo kanisani. Hiyo tunaita miujiza. Mtu wote ana kibali cha kupokea muujiza. Mtu wote ana kibali cha kuguswa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini kuna watu wengine hata kama hawapo kanisani, ukiwagusa kule wiko, Mungu wa hiyo madhabahu anakufuata kukuharibu huko, kwa sababu unagusa mtu ambaye eko kwa agano na madhabahu. Unajua makanisa yetu tunakuwa na watu anaweza kukaa kwa sababu anazoea kwa kanisani, anazoea mtumishi wa Mungu, anafikiria kumzoea mtumishi wa Mungu kunampa kibali ya kuwa kwa agano ya huyo mtumishi. Ndio maana unaona kuna wengine anekaa miaka 15 pembeni ya mtumishi wa Mungu wa nguvu sana, mwenyewe ametoka pale hata akili hana kwa kichwa. Ni kama amechanganyikiwa hata zaidi ya vile aliingia hapo. Mapepo yote wanaofukiza inaenda kukaa ndani mwake na weka na makao. Sikilizeni nawaambia, watumishi wa Mungu na vijakazi wa Mungu nini wote, mnafanya kazi pembeni ya watumishi wa Mungu, mtafute kuingia nao agano. Siri ya kuikala kumiguu ya mtumishi wa Mungu sio kumchukulia begi tu, lakini kufanya naye agano. Agano wanaitamka kwa midomo yako. Agano wanailipia sacrifice. Ndio maana unaona Afrika, Tanzania, Kenya, kuna watu walikuwa wanatoka watumishi, wanacha makanisa, wanachukua sadaka, wanaenda kwa TB Joshua. Wakifike kule wanamwambia, baba tunataka ukue baba yetu wa kiroho. Hawakuwa naenda mikono bule, lazima uende na sadaka ya sacrifice ya kukunganisha kwa madhabahu yake. Na inabidi huyo mtumishi akubalie, moyo wake iwe wazi kukukubali. Ndio maana mnaona huyu mwanamke kahaba wa Biblia alielewa vitu ambavyo watu wote hawakuelewe. Yesu alikuwa pala amekaa, amechukua perfume ya bei, akaenda nao kwa miguu ya Yesu, akaanza kumuosha. Wamitume wanamwambia, ina bei, si tungeuza tupate pesa tusaidie wa maskini. Yesu amesema mimi ndio maskini wa kwanza. Hiki kitu huyu mwanamke anaofanya mkijue, lakini kokote watahubiri injili, jina ya huyu mwanamke itahubiriwa.
Hatujawahi kumuona lakini tunamhubiri kwa sababu aliingia kwa agano kwa nguvu, by force. Na kupatia siri, na vile nitawahi kufa kwa maisha yangu, sitakuwaka mhubiri maskini. Never. Unajua kwa nini? Nilikuwa nafanya kila saa tukiwa kwa conference, nikikutane na mtumishi ambaye ana upako ya juu sana, nimesikia ni upako wa juu, nitatoa suti zangu, natoa vitu ninavyo, kama ni pesa naenda napiga magoti, nasema Mungu wako awe Mungu wangu. Nikishatoka pale, mafuta yake inaingia ndani mwangu. So nilikuwa nafanya nikende kwa inchi, kabla ya kufungua kanisa natafuta bahasha, naweka pesa bahasha hata 20. Naanza kuzunguka kwa hiyo mji kuangalia mapasta wakubwa wale wameandika jina yao, kwa hii mji ni wanani, lazima nijiunganishe kwa madhabahu yao ili nimiliki nchi. Mtenda ofisini kwake, sina lazima nijue niko mtumishi sio mtumishi. Nikishaingia na dificha, nimemwambia baba, Mungu amenituma nianze kazi, lakini mie njoo watawale wa hii udongo. Mwenjo muna uwezo wa kuongea udongo inikubali. Sema kwa neno moja, madhabahu yako, agano yako na Mungu inikubali pia kwa udongo huu. Nikishafanya nimeenda, tatembea hata wiki 2 wala mwezi moja, na watafuta kuachia sadaka. Nikishamaliza, siku nitatoka nimesema hapa njoo nimeweka makao. Upende usipende, hautaniondoa kwa hiyo makao. Sasa kulikuwa na wakati hata wao wenyewe wameshtuka, mbona kijana napanda sana, wakinipika vita madhabahu yao wenyewe inawageukia. Wewe umemtamkia sadaka yangu, sacrifice umekula, utembee kinyume na mimi, hiyo sadaka sitakuua, kwa sababu agano inatii makubaliano. Katikati ya watu wanafanya agano, aweza kuvunja makubaliano. Ukivunja makubaliano, laana inakurudilia wewe, kwa sababu agano yote ina misingi ya madhabahu ya sadaka na maneno tuliyoongea kwa hiyo madhabahu. Njoo ilikuwa nguvu yangu ya kuweza kufungua huduma sehemu yote Mungu alikuwa ananituma. Na kuna mainchi mengine nilienda ni ya Kiislamu peke yake, hawaruhusu kanisa kufunguliwa, lakini nilichukua masadaka, mimi naanza kwenda kupelekea wa maskini, wa mama wazee. Nafika naingia nasema, mama, mwenjo wanjilisi wa hii udongo, mtambuke kwa misemo juu yangu mimi mwana eno, munipe utawale wa hii udongo. Huweza kukaa kanisani miaka 10 haujawahi fanya agano na kiongozi wako. Unaishi vipi? Uko chini ya kava gani? Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo anakujua wewe kwa agano gani? Mungu anakujua wewe kupitia Nancy. Ni vizuri wakati uko kwa agano kiseme Mungu wa Nancy unikumbuke. Sio yeye, hata kama yeye analala usingizi, wa malaika wanaofanya kazi kwa huduma yake watatoka sehemu walipo, wamekuwa wanapiga vita kisha wanarudia, kwa sababu shida sio Nancy, shida ni agano ulioingia na madhabahu Mungu aliyompa. Sijui kanisa mnanielewa vizuri? Haleluya. Uko kwa madhabahu gani? Ulifanya agano na nani? Tutakuache wa Kristo ambao wanaishi Ukristo bila agano? Sikiliza, nataka nimalize, niingie ndani kidogo. Nitaka niongelee kitu John, lakini acha niingie kidogo. Mnajua mbinguni kuna wa malaika vikosi 9. Okay? Michael, Seraphim, sijui nini, unaona wale wote ni vikosi ngapi? 9. Wakati shetani alileta mvuruko mbinguni, katika kila kikosi alitoka mna watu wake. Mnanisikia? Ndio maana unaweza kukutana na mtu mwingine anasema Gabriel kuja, sio huyu Gabriel wetu sisi wa kwa Mungu. Gabriel wa kwake wala aliiba mbinguni. Yani shetani pia ana vikosi 9 ya mademons ambao walikuwa wa malaika wapi? Mbinguni. So katika ulimwengu wa kiroho, na wa malaika wa Mungu na wale wa shetani wote wanatii madhabahu ya agano, kwa sababu walizalikwa nyumba moja na wanajua siri ya agano ni nini. Wanajua kusema hata maro kutii maagano.
Ndio maana unaona mtu shetani anaweza kumwambia nitakupatia pesa utajiri nyingi, lakini kila mwaka utakuwa natoa kafara kama mtu moja kwa familia. Kama hiyo date, hiyo siku haijaenea, hutaona shetani anakula mtu mwingine. Anatia agano. Hata shetani avunjake agano. Eti kama alikuambia utakuwa unanitoa watu kwa familia kila mwisho wa mwaka, alafu ufike katikati ya mwaka amesema njaa inapita sana, unitolee kwanza moja katikati ya mwaka, alafu tutaangalia huko mwisho tutatengeneza. Hata shetani hawezi kufanya kitu kama hiki. Sijui mtu ananielewa. Na unaweza kufanya naye agano, umefariki, lakini agano inaendelea kufanya kazi kwa hiyo familia. Kila mwisho wa mwaka watu wanaendelea kufa, mpaka na wakati kutaonekana mtu wa kupindua hiyo madhabahu. Na acha nikwambie, unajua kuna madhabahu mengine hata kama unaomba kwa lugha uweza kukata vifungo vya hiyo agano kama hiyo date iliyotengenezwa hiyo agano haijafika. Kuna maagano kama walifanya Disemba, ukiombea Januari hautakata hayo. Februari hautakata, mwezi wa 3 wa 4 hautakata, mpaka mwezi wa 12 ifike. Tena kwa hiyo date ikikute kwa maombi ndio hiyo madhabahu inakatika. Watu hawajuake kwa nini tunasababisha watu kuwa kwa kanisa kila siku. Kwa sababu haujue siku ya kifungo kyako ilikuwa siku gani. Haleluya. Unaona hiyo mapepo tunaombeaka inatoka kwa mara moja. Sio mapepo yote tunaifukiza kwa hatua moja. Hata Yesu aliambia wa mitume, anasema design ya maspirit kama hii haitoke tu kwa maombi. Yani kuna processes nyingine ya mtu kufunguliwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Example, wanasema huyo mtu ataanza kufa mpaka tarehe 7 ya mwezi wa 12. Yani ujue hiyo tarehe 7 ya mwezi wa 12 ndio siku agano ya huyo mtu na ulimwengu akiargiza iliyofanywa. Ili uvunje hiyo madhabahu, lazima urudie kwa hiyo siku madhabahu ya hiyo agano ilitengenezewa, ili uivunje kwa mizizi yake. Ndio maana unaona mtu mwingine atamwambia tunaona madhabahu, vunja, anavunja leo lakini kesho anarudia. Kesho anarudia, alafu kesho yako unasema huyo mtumishi ni wa uongo. Sio wa uongo, ni wa kweli. Anakusaidia kupambana nayo, lakini mizizi ya hiyo madhabahu mpaka turudie siku ilitengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimalize. Sitaki niongelee sana upande wa giza. Nataka nibakie kwanza sisi wenye kanisa. Kwa sababu kanisa wanataka wajue vitu vya upande wa pili sana kuliko vya upande wetu. Ndio maana tunakuwa wadhaifu. Haleluya. Angalia kwa nini agano ni ya lazima kwa maisha ya mtu. Andika hivi vitu. Haraka namalizia pale dakika 10. Kitu cha kwanza, agano yote inaleta faida kwako ya ulinzi, ya protection. Mtu wote anafanya agano na Mungu, Mungu anaachilia protection juu ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanye agano na mtumishi wa Mungu kanisani, ujua sema maisha yako na ya familia yako inakuwa chini ya protection ya Mungu. Hakuna njia yoyote Mungu anaweza kuwa Mungu wa protection kila siku kwa maisha yako kama kuna agano inakuunga wewe, familia yako na madhabahu ya hiyo protection. Sijui mtu ananielewa. Kuna watu wengine waweza kupambana vita kusema Mungu linda familia yangu, linda familia yangu. Kwa nini? Kwa sababu juu ya familia yake tayari pana protection kupitia agano yako. Acha niambie, hapa Kenya kuna mtu mwingine ni mkubwa wa serikali, wala anafanya kazi kwa serikali, anaweza ingia anaiba na pesa. Tena watu wanajua huyu hapa ameiba pesa, lakini hautaona unampeleka mahakamani. Wewe mwingine jaribu tu uone. Hayafika hata kinywani kwako, tayari umeingia prison. Unajua kwa nini? Hata ndani ya serikali kuna watu weko protect kupitia agano ya wababa yao. Sio wao wanatengeneza hiyo protection, lakini wazazi wao walifanya mkataba na Kenya, walifanya mkataba na nchi ya kusema hata sisi tukifariki watoto wetu watabaki wakiongoza hii nchi. Kuna masadaka walitoa,
kuna maisha ya watu ilienda kama kafara, na wewe unataka uchukue na hiyo cheo serikalini, utaingililia wapi? Kwa jina la Yesu tutaitawala. Hiyo kiti ni yangu. We, mtu ametoa mke wake. Kuna wengine wametoa uzazi wao ili waingie kwa agano na mizimu ya Kenya, iwakubalie kuwapa viti vya Kenya. Kishake wewe umetoka kwanza usiku, umelala umeunguruma, hata maombi ya kuamka una na kishake unafika pa mlango unasema hii Kenya tutaitawala. Utaitawala na nini? Kwa agano gani? Angalia, hata Yesu Kristo mnayomuona ilibidi alipe ili atuokoe. Mwana wa Mungu ilibidi alipe, atoe uzima wake ili sisi atuokoe. Wewe unafikiria kila kitu wanakipata rahisi? Kuna vitu lazima uvilipie gharama. Ukishavilipia gharama, hata ukifa watoto wako wanaenjoy kukupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kuna watu wengine wanakuweka baba huko kazini, yani amepanda cheo mara 7 na alinikuta pale kazini. Shida sio kupanda cheo mara 7. Shida ni ya kujua anaopanda cheo eko na agano gani na Mungu kuhusu mambo ya kazi. Watu wanafikiria kuweza maisha ni kumaliza university. Kuna watu walimaliza university lakini wanauza maji njiani. Kuna watu walilala mlimani miezi 3 lakini ametoka. Njoo sasa maisha imekuwa mbaya kuzidi. Mimi nishaiona watu wanaenda kwa mlima wanaomba, amerudi amelala usiku amekufa. Amekufa nini? Baridi ya mlima imemuua. Lakini alienda kumtafuta Mungu. Kisha mnaanza kusema Mungu hana huruma. Ameenda kumtafuta Mungu. Nani alimtuma kule? Alimuuliza Mungu amemwambia kanitafute mlimani. Kuna watu wanafikiria kulalamika sana na kuomba sana njoo unamsababisha Mungu. Ni kama unamwambia Mungu, unaona mimi nimeomba sana. Sasa wewe upende usipende utanibariki. Mnafiki. Vitu vya Mungu havitembee vile. Vitu vya Mungu vinatii sheria. Vinatii sheria. Kila mtu hapa anakaa hapa lazima awe na familia ya kiroho. Kupitia hiyo familia ya kiroho ndio Mungu anaanza kukubariki wewe. Acha niulize. Kwa hii familia ya Nancy ya kiroho, muna promise gani ya kiroho? Ni promise gani Mungu aliwapatia ya kusema mkitii hii vision mtafika sehemu fulani? Wengi hapa hawajui. Kwa sababu hawai kuja kwako wakwambie mama nataka niingie kwa agano na Mungu wako. Na wewe wafungulie moyo wako waambie sasa Mungu wangu ukitaka kutembea naye aliniambiaka hivi Nancy utafanya hiki na hiki. Ukitembea na wewe vile nimekwambia basi Mungu wangu atakuwa Mungu wako. Unajua siku nilimwambia Mungu asema Mungu wa hii kanisa ya Mombasa uwe Mungu wangu. Ilikuwa kwa conference iliyopita. Siku nilikuwa nakuwa kwa conference nilituma pesa nje wakaninunulia lori mpya. Wakati niko nakuwa kwa conference hiyo lori njoo ilifika. Wakati tu nikasema vile nilipikwa vita na hiyo lori. Nimepikwa vita. Hayaanza kazi mpaka leo. Mtu mmoja kaniletea container ilikuwa 150. Tukasaini naye mkataba. Ameniambia hiyo makontena zote ni wewe utazisafirisha, zinaweza kwenda South Africa, zinakwenda huko, za kwenda huko. Nimekupatia wewe hiyo soko. Nilipotoka tu hapa nimefika kule. Nimekutana na changamoto, nimeshinda kusafirisha hiyo vitu. Na mwenye hiyo malori makontena alikaa zaidi ya mwezi mzima, vitu vya watu vimechelewa akinisubiria mimi. Akivipeleka kwa lori nyingine. Hiyo lori kifika njiani wanaifunga, wanaikamata kwa polisi na inekaa pale. Akaniambia ulifanya nini? Nikamwambia ulifanya na mimi makubaliano. Ulisema hii lori 150 lori yako njoo itaisafirisha. Lakini leo umebadilika kwa sababu mimi nimepata changamoto. Ujue hiyo miziko na wenye miziko wataisubiri sana mpaka na siku Yesu atakuja. Na lori yoyote utaweka hiyo miziko haitafika. Nakwambia malori yote yamechukua hiyo miziko, hakuna hiyo imeshaifika. Nyingine imekufia njiani, nyingine iko police, nyingine zinabaki. Paka wenye vitu wanaanza kuambia kuna shida gani? Tunafanya na wewe miaka mingi tukitumika, lakini hii ni nini? Amesema sielewa. Alipokuja nikamwambia sasa sikia. Wewe shughulika kwanza na lori yangu ingie njiani.
Wewe unajua kila barua inahitajika ili lori ianze kazi. Paka siku utamaliza, njoo utakubaliwa vile vitu vitoke. Mtu leko kwa agano, hata kama unakodisha nyumba, hawatawahi kutupa vitu vyako nje ya nyumba. Pongo. Wakigusa Mungu wa hiyo madhabahu anaenda kuwagusa. Mtu leko kwa agano, awe na sheria asiwe na sheria, Mungu wake atakupiga tu. Sema amen tumalize. Sema amen tumalize. Tengeneza agano na Mungu. Agano itakupa nini? Protection. Haleluya. Kitu cha pili, agano inapatia mtu opportunity ya kuweza vitu. Sehemu ambao wengine hawataweza, wewe utaweza kwa sababu uko ndani ya agano. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza na wauliza. Mtoto wake wa President Ruto anaweza kukosa kazi kwa Kenya? Kwa nini? Sasa tofauti ya mtoto wa rais na wa kwako, tofauti ni nini? Wote ni watoto. Lakini kwa nini ya kwake yeye hawezi hata kutafuta kazi na msubiri? Lakini kwa nini ya kwako wewe mpaka na karatasi inaanza kugeuka na rangi nyumbani kazi hamna? Shida ni nini? Anaishi furaha kwa agano ya baba yake. Sijui mtu ananielewa. Haleluya. Watoto wako wanakufana wakufane? Mnisikie vizuri. Wanakufana. Una mtoto wako hapa? Eko hapa, mwite kwanza. Njoo. Tena anaonekana na kichwa kama kia kwako. Eko hapa. Yuko wapi? Ita tu sauti. Jina lake. Naogopa kama ni wa kike jamani. Siogopi yule pale. Kama ni wa kike anafana huyo baba. Njoo hapa mami. Protocol simchukue ko jamani. Njoo hapa baba. Nataka nimalize. Nifuate vizuri. Njoo dada. Wow. Njoo mami. Mzee njoo. Leo sitaki maneno mengi. Mnaweza kukosea huyu mtoto. Mbona tuangalie. Hiyo uso anafanana na huyu na huyu. Mami cheka kwanza kidogo. Paka anacheka anaangalia upande ile baba yake anaangalia. Yaani wewe umefanisha mtoto paka anacheka. Bwana Yesu asifiwe. Unaona? Mnaona hii? Mnaona? Mungu wangu. Kwa nini amemfana babake? Kwa nini amemfana babake? Kwa nini anaweza kufana mtoto? Mtoto anaweza kufana mtu mwingine, lazima afane mzazi wake. Kwa nini? Wana agano ya damu. Huyu mtoto ana damu ya baba yake, lazima fanane na huyo. Hata tukiwapeleka hospitali hawatakosea kusema huyu ndio baba yake. Kuna vitu lazima utavikuta ndani ya mtoto na ni vya baba, kupitia agano ya damu, kwa sababu huyo mtoto hana damu ya baba yake, hana na damu ya huyo. Hiyo damu ndio imemfanya achukue na uso ya baba yake, nywele ya buterezi kama baba yake. Babake ameteseka nywele toka kwa utotoni. Huyu naye ninamwombea Mungu neema na kibali. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wote wako soft. Wote wako soft. Kama baba kama mtoto. Ukiwaweke kutembea hapa utaona tu. Haleluya. Hivi vitu vya baba sio mtoto alivitafuta. Vimeingia ndani mwake automatically. Kwa sababu ya damu.
Ukiwa kwa agano na baba yako wa kiroho, mafuta inayoshuka ndani mwake itaingia ndani mwako bila we kuomba, automatically. Wakati Mungu anashuka kwa madhabahu, wewe umekuwa mtu wa kwanza kupokea mafuta. Mnakauka kwa sababu mpende agano na watumishi wa Mungu. Mama, mtu akitaka kuingia na wewe agano, kitu cha kwanza inabidi akubali Mungu wako awe Mungu wake. Kile utakula na yeye akule, kule utaenda na yeye ataenda. Uweza kuwa na mtu kwa agano akiseme hii mwaka Mungu ameniambia tuelekee kushoto, naambia mama, mama, hii mwaka ilipita tulienda hivi na tulifanikiwa, kwa nini tusirudi huko? Sasa wewe njoo ulifanya agano, mimi njoo nimefanya agano. Hizo ndio shida tunazozipata. Mtu anataka haingie kwa agano yako, lakini mubishi sana na hiyo agano. Ruth anasema hivi. Ruth anamwambia Naomi, usinisababishe nirudi. Mimi nilijua miungu ya miti, miungu ya mawe, miungu ya kutengeneza. Toka niliingia kwa hii familia, nimekutana na Mungu wa Israeli. Vifungo nilikuwa navyo sivione tena. Wanaume wa usiku hawakujake tena. Siyuwe wamepotelea wapi? Toka niliambatana na wewe Naomi, nimeanza kulala usingizi nikikicha, mpaka sijelewe nimesema kumekucha. Wakati nilikuwa kwa nyumba ya baba yangu, nikilala usiku lazima nikilie shingo, wanikamue shingo. Lakini toka niko na wewe, sina na shida ya kukamuliwa shingo. Kabla nikutana na wewe, mambo yangu ilikuwa ikifungiwa. Toka nikikutana na wewe Naomi, angalia vile mwili yangu, afya inaota tu. Minofu inaota juu ya minofu nyingine, nyama inaota juu ya nyama nyingine. Nilikuwa nikitembea utafikiria mshale, lakini nikitembea leo watu wanasema mwanamke huyu hapa. Agano ya Mungu wako imenibadilisha. Agano ya Mungu wako inanipaka mafuta. Usinisababishe niache Mungu wako. Niache Mungu wako niende kwa nani? Wache Mungu wa nasi wende kwa nani? Wache Mungu wa kanisa wende kwa nani? Kule huyo Mungu atenda na sisi tutaenda. Sema atafinyanga na sisi tutafinyanga. Kila atakula na sisi tutakula. Naomi, najua unapitia magumu. Naomi amemwambia, wewe unaona umri wangu, urudi. Sitazaa tena. Hata nikizaa leo, huyo mtoto atakomala lini ili akuwe mume wako? Haiwezekani. Bado wewe ni kijana sana. Nenda ukanze maisha na mume mwingine. Mume wako amekufa. Rita anamwambia mama, kama dada yangu atarudi, mimi sitarudi. Kama watu watacha imani, wewe usache imani. Wale wanaenda hawana na agano na Mungu, lakini wewe kuna agano na Mungu. Hata ukiteseka, mwambie Mungu, kumbuka agano. Umkumbushe Mungu agano. Hakuna aliyefanya agano na Mungu na Mungu ameshinda kumkumbuka. Wote waliofanya agano na Mungu, Mungu aliwakumbuka. Kanisa, haleluya. Rita namwambia, shida sio kwenda na wewe tu, lakini kuna kitu cha muhimu nimeona. Kuna watu wanambatana na watu juu ya pesa. Akikuone unakuwa bishop na pesa nyingi, utaona watu wamekuwa wengi. Lakini mtu wa kiroho haone pesa, haone mwili, anaangalia madhabahu uliyeshika ndani mwako. Hiyo madhabahu ikiingia kwa nchi ya maadui, wote wanapata nini? Magonjwa ya kuharisha. Usinisababishe nirudi. Wewe ule imani yako ilikuwa imevunjika, Mungu akutilie moyo. Kuanzia leo rudi kwa agano na Mungu. Rudi kwa agano na Mungu. Natoka ulirudi nyuma, unaona vile mambo yako imeharibika. Hata kama ongee, mwenyewe unajua mambo yako imeharibika. Toka ulirudi nyuma, angalia vile maisha yako inakauka. Utakauka paka lini? Ni wakati wa kurudia kwa nyumba. Mwambie Bwana, niko mtoto mpotevu, naomba tena tufanye agano. Tatembea na wewe kwa hiyo agano. Sitavunja agano. Agano ini protect. Kuna watu wengine hapa waweza kuolewa kwa sababu kuna agano ya kizazi yao. Babu yako
na babu wa kabila fulani waliingiaka mikataba, wanasema tutaoweshana watoto wetu, watoto wa kizizi kwako wataua wa kwangu na wa kwetu wataua kwa kwako. Ndio maana ukipate mume wa kutoka kizazi kingine, hamtaikaa naye, lazima tuiondoe, itakufa. Unafikiria ni nini? Mikataba ya maagano inafanya kazi pa maisha ya watu. Asubuhi ya leo Mungu akutoe kwa mikataba ya maagano ya giza inayosumbua pesa yako, inayosumbua maisha ya watu. Mungu akuingize kwa mkataba ya agano ya mtumishi wake ili ukue safe. Piga makofi tumalize. Amesema Mungu wako awe Mungu wangu, sinisababishe nirudi. Bishop, sinisababishe nirudi. Mungu wako awe Mungu wangu. Mungu wako awe Mungu wangu. Kulo taenda Bishop, na mimi niende. Mungu akikuinua Bishop, usisahau kusema nilipita kwa hapa, nilihubiri hata siku kamoja Bishop. Haleluya. Mungu asaidie sana. Naomi anasema kule utaenda na mimi nitaenda. Ni wanani leo watasema na Mungu wakisima ya kusema kokote Mungu wakisima ataenda, njoo kule na mimi nitaenda. Kuna siku moja nililiaka kanisani, nilikuwa napitia mwanzo ya huduma 2002 I think so. Nilikuwa bado ningali mwanzo ya huduma. Tukafika 2002, shida zinapita sana, nateseka. Alafu watu wakaanza kutoroka kanisani kwa sababu mimi mwenyewe maisha imekuwa magumu hiyo wakati. Kuna sehemu walinitaka nikahubiri, wakati nikafika kule wamenyekea sumu. Nikarudi kanisani, siweza kuhubiri, shingo yote imeoza. Yaani wakinipeleka madhabahuni lazima wachukue na kiti waweke hapo. Wakishaweka sikuwa na hubiri, wataleta wagonjwa na washika tu, na washika wameenda kumeisha. Sumu imeua kifua chote hiki. Watu wameanza kutoroka. Kumewaki mama mmoja na familia yake, walikuwa wakikuja wanalia. Wakati akakuwa kuniona, akaniambia, baba sasa tutafanyaje? Kanisa watu wote wameenda na hujatengeneza hata mtu mmoja. Mimi ningaliki mwanzo ya huduma, nina miaka kama 3 hiyo wakati ya huduma, sijatengeneza hata watu pembeni yangu wakubaki na huduma. Na sikujui nitakunya sumu, imetoka kwa ghafla. Kanisa ina na mtu wa kusimamia. Nikamwambia mama, watu ni wa Mungu. Mungu akiamua uende, uache waende. Mungu anajua atawapeleka wapi. Mimi nasubiri neno ya mwisho ya Mungu. Nikamwambia huyo mama, nikamwambia mama, nao ukitaka kwenda unaweza enda. Huyo mama akaniangalia, akaniambia, baba, umeongea kitu gani? Nimemwambia, unasema watu wote wanaenda, lakini wewe bado ungali hapa, sina wewe ungeenda. Huyo mama akaniangalia akasema, baba, watu wote waende, mimi nitabaki wa mwisho. Pami kuondoka mpaka siku nitajua umekata moyo wako, umekufa, njoo na mimi nafunga mlango. Lakini kabla, kama bado ungaliki na pumzi hata ya mwisho, bado ningali na tumaini utarudi. So mimi miguu yangu pa kwenda mpaka siku nitajua umeingia kaburini, njoo mimi naamini kumeisha. Hiyo neno ya huyo mama ilinijenga imani. Unajua maombi yangu nilimwambia nini? Namwambia, Mungu, hata kama ulitaka kunyua, unipe tena bahati ya kuishi ili imani ya huyo mama isimame. Usiku wa hiyo usiku, nimelala usiku, nimeona malaika kakuja in physical na dawa. Unaona hiyo dawa wanapatia watoto kama ya malaria ya kubonyeza hivi. Akaniambia, fungua kinywa. Mimi nafikiria ni mtu daktari amekuja, kumbe sijui malaika amekuja. Nimefungua kinywa, ameweka dawa 3, 1, 2, 3. Nikafanya vichungu sana mpaka nikafanya pale. Kisha akaniambia, sawa, kisha masaa 3 utakuwa sawa, utaamka hapa. Na ukiamka hapa nenda sehemu fulani 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 fulani, weka makao pale, utaona vitu vitafanya. Alipotoka, njoo akili imenirudia. Si malaika huyu. Sasa mkushangaa malaika njoo kusimama na kwa kitanda. Si malaika huyu. Ameingilia. Naanza kumtafuta, nimehesabu nilikuwa mgonjwa miezi kama 6 hata kusimama sisimame. Nikairudi, nikaingia kwa maombi, nikaanza kuomba. Nikaanza kuita Mungu wa babangu wa kiroho. Umenitumia malaika wako. Umenitumia malaika. Nikaanza kuomba. Nilianza saa 10 asubuhi. Nimefika mpaka saa 8.
Kumbi niko naomba, sauti yangu ni kubwa, watu wote wa jirani wanaisikia. Si ni mgonjwa, pastor anaomba hivi. Wengine anasema njoo mwisho yake anataka kufa huyo. Kama unaona mtu amesimama vile, yani anataka kufa, njoo ameraga, anaraga dunia. Wanao kusubiria ufariki watasubiri sana. Agano ya Mungu inakushikilia. Hautakufa kifo cha wanadamu kwa sababu ya agano ya Mungu anasi. Bwana Yesu asifiwe. Nimesimama kaanza kuomba. Wakati nilimaliza, watu wako nje wako nasubiria, wanasema kiseme tu amen, tunampeleka mochari. Wakati nimesema amen, mimi niko nafungua mlango, nimetoka. Nisha kusweat. Ukiangalia macho yangu iko red. Nilipotoka nje niko naongea kwa lugha na unguruma, rakata yase parakututu indabasata turakatapo. Wakati niko naenda nje, wote wananguka, mapepo inaanza, naenda. Na kuambia hiyo siku nilirudisha watu zaidi ya 75. Watu walianza kwa angalia alikufa. Kumbe wakati wanasema amekufa, njoo wanakuwa kutana na miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Njoo muujiza ya kwanza Mungu aliniambia, sema hata tukinya sumu, Mungu bado atatupa nguvu. Usikate tamaa. Kumbusha Mungu agano, na hiyo agano itakupeleka sehemu. Kama ulivunja agano na Mungu, rudia. Kama ulikuwa umetoroka kanisa, leo rudia, mwambie Mungu sitatoroka kanisa, unirudishe kwa agano. Wewe ula hujafanya agano, mwambie Mungu anasi, fanya agano na mimi. Na wakati utafanya hiyo agano, kuja kwa mama yako, kuja na sadaka, umwambie mama, nimeteseka sana, vimetosha. Sitaki tena kuombea vifungo ya kizazi yangu. Mimi nimeingia kwa agano yako. Kila saa ukiombea watu, niwe wa kwanza ambao malaika atafanyia kazi. Na utaona Mungu atafanya vitu vikubwa. Kuanzia leo, anza agano mpya na Mungu. Piga makofi, anza agano mpya na Mungu. Anza agano mpya na Mungu. Nasema anza agano mpya na Mungu. Hautarudi tena nyuma. Hiyo roho inakurudisha kanyuma, tunaifunga kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Simama John. Kuna kazi kubwa tutaifanya John. Mzee unaitwa nani? George. Inua mikono yako. Navunja maagano ilikuwa juu yako George. Umeteseka sana. Au kwa najua pana maagano juu yako. Mungu ameniambia kumekwisha. Hizo maagano kumekwisha George. Thank you Jesus. Mama huyo ni anaomba hapa. Ni Mkristo hapa. Mnikumbushe John, tumwombee huyo baba. Leo ni siku yako, Mungu anataka kate. Kuna maagano ya kifamilia juu yako. Umefungwa sana. Hii ni wakati yako. Weka mikono yako kwa kifua, nataka ujumbe. Kama ushawahi sema vibaya kwa ajili ya kanisa yako, mwambie Mungu, asema Mungu nisamehe, samehe ulimi yangu. Wakati leo tuko nenda kuamsha agano ya Mungu kwa ajili ya hii kanisa. Kama wewe ulikuwa umeshaongea vibaya kwa ajili ya hii kanisa, shauri zako. Ni wakati ya kutengeneza. Mwambie Mungu, nilikosea kuongea vibaya kwa ajili ya watumishi wako. Niliongelea mtumishi wako vibaya, watumishi wa Mungu hapa vibaya, kanisa naiongelea vibaya. Sitaki katikati ya watu wale watapigwa na wamalaika, na mimi niwe katikati. Kuna watu wakikutana wawili watatu nje, wanaongelea maudhaifu yote ya kanisa. Toka katikati ya makundi ya watu wanaongelea vitu vibaya. Sio wanadamu naongelea, ni Mungu naongelea. Alimwambia Saulo, anasema Saulo, kwa nini unaniteswa? Saulo anasema nimekutesa wapi? Anasema kwa nini unaua watumishi wangu? Ukiwa watumishi wangu ni mimi Mungu nanitesa. Kuna watu hapa wanamteswa Mungu. Kuna watu hapa wanamtoa Mungu machozi. Unafikiria wakati unadharau kanisa, unadharau mtumishi wa Mungu, unaongelea mabaya watumishi wa Mungu, unaongelea wanadamu. Haongelea wanadamu, unaongelea madhabahu. Mungu anaumia. Nasikia kwa masikio yangu Mungu ananiambia wa watu waombe huruma, warudi kwa agano. Wengi wanavunja agano kwa masemo mabaya.
tabia mbaya. Hata kuna dada moja hapa ameanza kuona ma-infection nyingi kwa mwili yake. Upande wake wa siri kuna ma-infection imeanza kudimanifest. Mungu anasema ni hasira yake kutokana na maneno uliyoongea mabaya. Lakini amekupa bahati ya mwisho. Amekupa bahati ya mwisho. Leo ni siku ya watu kurudia kwa agano. Nataka kila mtu aombe. Maombi yako, omba neema. Mwambie Mungu, naomba neema. Mwambie Mungu, nisamehe. Mwambie Mungu, nataka nirudie. Mwambie Mungu, nirudishe. Uanze kupaza sauti. Omba. Sitaki nikuforce kuomba. Peke yako anze kupaza sauti. Kuna neema itakushukia leo. Kuna neema itakushukia. Yes. Omba, sijasikia sauti. Nimekupatia dakika 5 ya kuomba. Roho ya Mungu iko natembea juu yako. Toutimosika. 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 Omba tena. Toutimo Zambe na lola. Toutimo na toutimosika. Toutimosika. Osika. Yonde zambe na lola Zambe na nkembo Mwenge mbele nanga Toutimosika. Omba tena. Toutimosika. Zambalola Kitosana papa na bana Elomba mituna nanga Natika yona luka nani yeso yo Nabwaka yona simba nani papa Yole zamba bibilia nanga Toutimosika. Zambalola Selemana mwende nayo Nakacha balo sambo ya malili Zambe na lola. Omba tena dada. Toutimosika. Toutimosika. Ona babalabala lo sambo mikolo nyoso. Toutimosika ya yananga. Onde zamba bibilia nanga Toutimosika zamba lola. Nakende wapinga na komi na suka Yesu. Natalela nani yonde zambe nanga. Nasimba nani nasimbilola Yesu Toutimosika. Dosengilola na yefungwa mapapa.
Mungu anatumana ujumbe kwa ajili ya kanisa lake. Wakati wowote unapokuwa katika kanisa, ukiwa rohoni, tofautisha wakati Mungu ametumana ujumbe kwa watu wake na wakati neno limehubiriwa. Maana kuna wakati neno linahubiriwa na kuna wakati ujumbe huwa unatumanwa. Naomba kwa ajili ya wale watu wa rohoni, kwa ajili ya wale watu wa rohoni, chukua dakika yako 2. Mwambie Bwana, ninaweza kuwa mimi sijatoka katika maagano. Naweza kuwa ni mimi niliyevunja maagano. Naweza kuwa ni mimi ninayeongea kanisa vibaya na watumishi wako vibaya. Siku moja nilihusika, na siku hiyo ndio nilileta mwanguko wa maagano yangu. Kuna wakati nilisikia maneno yakiongelelewa na sikuwa na nguvu ya kuwapiga yale maneno. Kumbe huo ndio ulikuwa siku ya mwanguko wa agano langu. Baba, ninaomba ukasamehe kanisa lako. Naomba tu uombe msamaha. Omba tu msamaha. Ondoka kwa kimwili, ingia rohoni. Kumbe hii roho ndio imezuilia tunakosa kusonga. Hii roho ndio inazuilia madhabahu hii tunang'ang'ana hapa. Hii spirit ndio inatesa maisha ya watu. Hata wengine wanafirisika katika biashara zao. Hata wengine wanapata mateso katika jamii zao. Hata wengine wanakumbana na magonjwa katika miili yao. Kumbe ni kwa sababu ya kuvunja maagano. Kumbe ni kwa sababu ya kutoka katika njia zao na Mungu. Mwambie today, Lord, nitakaze Yesu wangu.